Kufuatia tukio la mama anayefahamika kwa jina la Mary Mushi mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kata ya Masama Kusini, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro, kudaiwa amewaua watoto wake wawili wa kike kwa kuwachoma na kisu tumboni na yeye kujichoma koromeo kwa kisu hicho. Miili ya watoto hao imezikwa wilayani humo Juni 24 mwaka 2025. Huku mama huyo akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya kanda KSMC akiwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Katika taarifa yetu ya awali, babu wa watoto hao alidai kuwa taarifa za awali zinaeleza chanzo cha tukio hilo ni baada ya mwanamke huyo kubaini kuwa mumewe ana mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mwingine, yaani mchepuko mkoani humo. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Sisi tunazika leo miili ya watoto Glory na Precious katika makaburi haya. Roho zao zifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu zangu, Yesu alisema, mimi ni ufufuo na uzima. Anisadikie mimi atakuwa mzima hata baada ya kufa. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Watulize ndugu zetu waliofiwa, Bwana. Twakuomba utusikie. Waepushe na kila chuki, Bwana. Yetu uhusiano mwema, Bwana. Twakuomba utusikie. Utuimarishe katika njia zako takatifu, Bwana. Twakuomba utusikie. Uinue mioyo yetu itamani kufika mbinguni, Bwana. Twakuomba utusikie. Tuombe. Bwana, umewaita watoto Glory na Precious, ukawapokea katika jamaa ya wateule wa Mungu. Huko wamepata furaha isiyo na mwisho pamoja na wenzao. Wataishi raha mustarehe siku zote. Tunakuomba sasa uwatulize wazazi wao na ndugu zao wote hadi watakapoonana nao tena kwako katika utukufu wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Situweke miili makaburini. Wawili wanatosha. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Kuwa Mwenyezi Mungu amependa kuwaita kwake watoto Glory na Precious, tunaiweka miili yao udongoni. Tuna uhakika watoto hawa hawakuwa bure. Mungu amekwisha kupokea na kuwajalia heri ya mbinguni. Katika maji Glory na Precious mlibatizwa. Mungu aikamilishe ndani mwenu aliyoanzisha katika ubatizo. Miili yenu ilikuwa hekalu la Mungu. Bwana amewapa furaha ya milele. Glory, wewe ni mavumbi. Utarudi kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Precious, wewe ni mavumbi. Utarudi kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho.
Nilijaribu kurudisha kwa upande wangu, ningelikuta nyumbani kwangu ile tukio. Ni tukio ambalo ni zito sana. Awe yote ule binadamu yote ngemkuta kwamba kufikia kuta tukio kama namna ile nyumbani kwako. Kwa kweli naona hata mdogo wangu pia Evans anapitia changamoto ngumu sana. Kwa kipindi hiki tunamwombea Mungu sana aweze kumweka karibu sana, na sisi pia tumweka kwenye maombi ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Baba wa watoto labda ameweza kuzungumza chochote mpaka hivi sasa? Mpaka sasa bado hajaweza kuzungumza chochote, na bado jeshi la polisi linaendelea kumhoji kwa sababu pia kuna vitu wanavitaka kutoka kwake. Kwa hiyo naamini kwamba bado hajaweza kupata nguvu hata kuzungumza chochote. Akipata nguvu kuzungumza chochote basi nafikiri atazungumza labda na Gadi TV. Sasa tunaamini mko karibu sana matukio ya kijamii. Labda kwa upande wa mama wa watoto, nini kinachoendelea kwa upande wake? Mama wa mtoto, taarifa nilizokuwa nazo mimi ni anaendelea vizuri pale hospitalini KSMC, anaendelea vizuri na matibabu, na tunazidi kumwombea Mungu ampe nafuu ya mapema basi aweze kurudi tena kwenye hali ya jamii, lakini pia tunaomba Mungu pia aendelee kumlinda kwa sababu sidhani kama ni akili za kawaida. Hatuwezi kujua nini ambacho kilitokea. Tunaomba Mungu apone ili atusimulie kama ataweza kupata nguvu hiyo. Atuambie nini ambacho kilimsibu mpaka kufia kufanya tukio hili kubwa na la kipekee. Kwa majina naitwa Luingofame na Eli Mushi. Mimi tangu nimeolewa kijiji cha Mkushi sijaona jambo kubwa kama hili. Yaani limenumiza sana kwa watoto wawili kuuliwa bila sababu, watoto bila kuwa na hatia aina yote. Limeumiza wananchi sana. Jambo ambalo limesikitisha na limeleta watu kama ulivyoona umati mkubwa katika mazishi haya. Yaani jambo limesikitisha wananchi sana. Mimi nawahusia sana wanaume wenzangu waache kuchepuka. Kuchepuka imekuwa ni changamoto kubwa katika maisha yetu. Unakuta mtu ana mke au mtu ana mume, lakini kwa upande wa wanaume anachepuka, alikuwa na wanawake wa nje. Sisi Waislamu tumeruhusiwa mwanamke wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne. Lakini wengine kama mfano wa Kristo ambao ni monogamous marriage, ndoa moja na mtu mmoja, au mtu mwingine unakuta ana mke mmoja wa Kiislamu lakini anataka kuchepuka, ni jambo ambalo si sawa. Lakini mbali na madhara ya kuchepuka, la kwanza, kuchepuka huleta magonjwa. Lakini la pili, kuchepuka kunamaliza fedha. Lakini la tatu, kuchepuka kunamaliza utu wako. Lakini la nne, kuchepuka kunaondoa ile heshima ya kwako wewe. Kwa hiyo mimi niwaombe ndugu zangu, vijana wenzangu, wanaume wenzangu, tuheshimu ndoa zetu. Tuheshimu mahusiano yetu. Leo kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anachepuka. Mke wake akagundua hilo jambo. Baadaye akamwambia, kuanzia leo baba B, sitaka nikupe unyumba au penzi, kwa sababu nimegundua unakoenda huko nje kila siku unatoa shilingi 30,000 kwa mchepuko, kitu ambacho anamaliza fedha ya familia. Yule mama akamwekea mkazo mume wake. Yule mume kila siku akiwa akija anatoa shilingi 30,000 ndio apewe unyumba. Juzi wamevunja kibubu, wamekuta na shilingi 19,600,000, milioni 19,600,000. Kwa hiyo mimi niendelee kusema kwamba kuchepuka kunaleta hasara ya kifamilia kwa maana ya kipato, lakini pia inaleta magonjwa na kuleta changamoto nyingine za kutokuheshimu familia yako na kutokulea familia kama ambavyo tunapaswa kulea familia zetu.